Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameweka mkazo tena msimamo wa Moscow wa kulaani mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akieleza kuwa usalama wa kudumu katika eneo unaweza kupatikana kupitia mfumo wa ushirikiano unaoongozwa na mataifa eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mwenzake wa Urusi walikutana Ijumaa pembezoni mwa mkutano wa baraza la mawaziri wa mambo ya nje wa shirika la ushirikiano la Shanghai uliofanyika mjini Chorpon hata Kazakhstan, ambapo walijadili ushirikiano wa pande mbili pamoja na maendeleo ya kikanda na kimataifa. Katika mazungumzo hayo, mawaziri hao walipitia maendeleo ya ushirikiano katika nyanja za siasa, uchumi, biashara, usafiri wa nishati pamoja na uratibu ndani ya mashirika ya kimataifa na mifumo ya ushirikiano wa pande nyingi ikiwemo BRICS. Pia walikubaliana kufuatilia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo katika sekta mbalimbali. Viongozi hao wa diplomasia pia walijadili hali ya Mashariki ya Kati kufuatia kile walichokitaja kuwa ukiukwaji mpya wa ahadi za Marekani pamoja na kukiuka mkataba wa maelewano wa Islamabad. Araghchi alipongeza Urusi kwa msimamo wake wa kulaani wazi wa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akisema kuwa hali ya sasa ya ukosefu wa usalama katika mlango bahari wa Hormuz ni matokeo moja kwa moja ya ukiukwaji wa ahadi za Washington na kile alichokiita uhalifu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Alikumbushia kuwa Iran ilionyesha nia njema wakati wa mazungumzo yaliyopelekewa kufikiwa kwa mkataba wa kusitisha vita kupitia makubaliano ya Islamabad. Hata hivyo, alisisitiza kuwa licha ya Iran kuendelea kuamini diplomasia, taifa hilo litaendelea kulinda maslahi yake ya kitaifa pamoja na usalama wake, na halitaruhusu Marekani kutumia mlango bahari wa Hormuz kwa njia ya kulitishia usalama wa Iran. Kwa upande wake, Lavrov aliweka mkazo tena msimamo wa Urusi wa kulaani mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Aidha, alieleza umuhimu wa ushirikiano na kujenga imani kati ya mataifa ya eneo hilo ili kuanzisha mfumo wa usalama wa kikanda unaoongozwa na nchi za eneo hilo lenyewe, huku akitangaza kuwa Urusi iko tayari kutoa msaada wote utakaohitajika kufanikisha lengo hilo. Araghchi ameonya kuhusu hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran. Akihutubia baraza la mawaziri wa mambo ya nje mjini Chorpon hata, Araghchi alionya kuwa chanzo chochote cha mashambulizi dhidi ya Iran kitachukuliwa kuwa lengo halali la kujibiwa na vikosi vya ulinzi vya Iran. Alisema kuwa nchi yoyote itakayoshiriki, kushirikiana au kutoa msaada katika vitendo vya kijeshi dhidi ya Iran itawajibika kimataifa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mujibu wa sheria za kimataifa inahifadhi haki yake kuchukua hatua zote muhimu katika mfumo wa kujilinda halali, na itachukulia chanzo chochote cha mashambulizi dhidi ya taifa la Iran kuwa lengo halali la hatua za kujihami zinazotekelezwa na vikosi vyake vya ulinzi. Araghchi alisema Iran ilitumia haki yake ya kujilinda kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kufuatia mashambulizi ya kijeshi uliofanywa na Marekani na Israel, ikiweka mkazo kwa Tehran haijawahi kuwa chanzo cha kuanzisha vita. Aliongeza kuwa sera ya Iran imekuwa ikijengwa juu ya mazungumzo, diplomasia, ujirani mwema na ushirikiano wa kikanda, lakini akisisitiza kuwa amani ya kudumu haiwezi kupatikana bila kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa na kusitishwa kwa mashambulizi, uvamizi na matumizi ya viwango tofauti vya haki, double standards. Araghchi alishutumu Marekani na Israel kwa kuendesha mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Iran, akisema hatua hizo hazijalenga tu usalama wa taifa la Iran bali pia zimekiuka misingi ya sheria za kimataifa. Alitaja mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia, vituo muhimu vya huduma, maeneo ya kiuchumi pamoja na vituo vya nyuklia vya amani vilivyosimamiwa na shirika la kimataifa la nishati atomic, na kwa mjibu wake kushindwa kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya mashambulizi hayo kunaweza kudhoofisha usalama wa dunia na utawala wa sheria. Pia alishutumu Washington kwa kukiuka makubaliano ya Islamabad yaliyolenga kumaliza mzozo huo. Alisema Marekani imeendelea kushambulia miundombinu ya usafiri, vituo vya maji, boti za wavuvi, meli za kibiashara pamoja na malengo mengine ya kiraia. Araghchi alionya pia kuwa ushiriki wa Marekani katika mipango ya usalama na shughuli za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz umeongeza hatari kwa usalama wa moja kwa moja njia hizo muhimu za biashara ulimwenguni na kuvuruga shughuli za kawaida za usafiri wa bidhaa baharini.